Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya iliyokuwa njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo katika uzinduzi wa kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya pamoja na kliniki ya sheria kwa mkoa huu wa Singida. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kama mwanasheria mkuu wa serikali leo na siku hizi 7 tutakazokuwa hapa, nimekuletea jopo la wanasheria nguli ambalo jopo hili litakuwepo hapa wiki nzima. Wapo wanasheria waliobobea katika masuala ya ardhi, waliobobea katika masuala ya kodi, waliobobea katika masuala ya mirathi. Nimemsikia chifu akizungumza kuhusu mirathi, basi wapo wanasheria wamekuja. Wanasheria waliobobea katika masuala ya ndoa, waliobobea katika masuala ya biashara na maeneo yote. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili yenu wananchi. Kama viongozi wa dini walivyotuombea, basi tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze ili tuweze kuanza na kumaliza uzinduzi huu na kliniki ya sheria kwa salama, amani na mafanikio tutakapokuwa tunahitimisha siku ya tarehe 25. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhati ya moyo wangu naomba nikushukuru sana wewe binafsi kwa kukubali kutenga muda wako adhimu na kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu. Tumeshuhudia leo asubuhi ukiwa na shughuli nyingi mfululizo ambazo zote zilihitaji uwepo wako, lakini bado uliweza kuondoka na kuja hapa na kuweza kuwa na sisi kwa sababu unathamini sana wananchi wa mkoa wako wa Singida kuweza kupata ufumbuzi wa changamoto zao kisheria. Naomba kuishukuru ofisi yako na viongozi mbalimbali wa mkoa huu pamoja na wananchi wa mkoa wa Singida pamoja na wakuu wa wilaya wote ambao unaona wamefika. Tumefurahi sana uwepo wenu na tunaamini kwamba zoezi hili tutakalofanya wiki nzima litakuwa na mafanikio. Tumefurahi sana kwa upendo wa dhati mliotuonyesha, na kwa namna ya pekee pia nawashukuru sana wageni wetu na wananchi wote kwa kutenga muda wenu na kujitokeza kuungana nasi katika uzinduzi huu. Nasema asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kushukuru sana sekretariati ya mkoa wa Singida chini ya katibu tawala wa mkoa, naibu mwanasheria mkuu wa serikali Bwana Samuel Maneno ambaye leo anawakilishwa na mwandishi mkuu wa sheria ambaye anakaimu majukumu yake, management yote ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, chama cha mawakili wa serikali na kamati ya maandalizi kwa kufanikisha maandalizi ya uzinduzi huu na kliniki ya sheria. Nathamini sana muda wao waliotoa katika kuhakikisha shughuli hii inafanikiwa. Aidha, napenda kuwashukuru sana mawakili wote wa serikali na mawakili wa kujitegemea waliopo hapa kwa kutenga muda wao na kusafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja kushiriki katika uzinduzi huu na kujitolea kutoa ushauri wa kisheria na elimu ya sheria kwa wananchi watakaojitokeza kuwasilisha changamoto zao za kisheria katika kipindi chote cha kliniki ya sheria bure bila malipo. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kuahidi kwamba tutatoa huduma hii bure na kwa weledi mkubwa, na zile tutakazozitatua na zile ambazo tutaendelea kuzifuatilia, basi tutazipa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba wananchi hawa wote ambao tutakaowaona tutakapoondoka hapa wao wamepata nafuu kubwa ndani ya mioyo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanasheria mkuu wa serikali ndiye mshauri mkuu wa serikali katika masuala yote ya sheria katika nchi hii. Hii ni kwa mujibu wa ibara ya 59(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 8 cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sura ya 268. Aidha, majukumu ya mwanasheria mkuu wa serikali hayaishii katika kuishauri serikali, bali yanaendelea hadi kutoa ushauri kwa wananchi wa taifa hili. Ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata
misingi ya demokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Pia ibara hiyo imeendeleza kueleza kuwa serikali itawajibika kwa wananchi. Hivyo basi ni wazi kuwa kama mwanasheria mkuu wa serikali ninawajibika kwa wananchi kama ilivyoelekezwa katika ibara ya 8, na leo niko hapa Singida kuwaona wananchi wa Singida, na niwahakikishie au niwaase watumie fursa hii vizuri. Watumie fursa hii, mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa vizuri, ili tuondoke na majawabu ya changamoto zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba moja ya njia inayotumiwa na mwanasheria mkuu wa serikali kuwajibika kwa wananchi ni kutoa ushauri na msaada wa kisheria kwa wananchi kwa kutumia kamati za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya bure. Hivyo ofisi yangu ilitoa mwongozo wa uanzishaji wa kamati hii. Maana ilibidi sasa tuzianzishe, tuziunde na tuzitengenezee mwongozo namna gani tutakavyohudumia wananchi katika eneo hili. Kwa hiyo mwongozo huu ulitengenezwa na kwa mujibu wa kifungu cha 21 cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamati hizi zimeundwa na leo tunazizindua. Lengo kuu la uanzishaji wa kamati za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya mkoa na wilaya ni kurahisisha usimamizi wa utoaji wa ushauri wa kisheria kwa wananchi katika maeneo husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ngazi ya mkoa, kamati za ushauri wa kisheria kama alivyoeleza mwenyekiti zina wajumbe wafuatao: mwenyekiti ambaye ni wakili wa serikali wa mkoa kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au ofisi ya wakili mkuu wa serikali, na ikiwa ofisi hizi hazijafunguliwa katika mkoa husika, basi atatoka ofisi ya taifa ya mashtaka. Katibu ambaye ni mkuu wa kitengo cha sheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, mjumbe mmoja kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, mjumbe mmoja kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wajumbe wawili kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wanasheria. Wajumbe hawa huteuliwa na wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na wakili wa serikali kutoka katika taasisi nyingine ya serikali katika mkoa husika. Na kwa upande wa wilaya kunakuwa na mwenyekiti ambaye ni mwakilishi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au ofisi ya wakili mkuu wa serikali au ofisi ya taifa ya mashtaka. Ikiwa ofisi hizo hazijafunguliwa, basi atakuwa mkuu wa kitengo cha sheria kutoka katika halmashauri ya jiji, manispaa, mji au wilaya husika. Atakuwepo wakili wa serikali kutoka TAKUKURU au wakili wa serikali kutoka katika taasisi ya serikali iliyopo katika wilaya husika, wakili wa serikali kutoka ofisi ya taifa mashtaka, wakili wa serikali kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wajumbe wawili kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wanasheria. Wajumbe hawa huteuliwa pia na wakuu wa wilaya husika, na tumeona leo wote wapo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenyeviti wa kamati hizi katika ngazi ya mkoa na wilaya watakuwa na mamlaka ya kuongeza wajumbe wengine wawili ambao sio mawakili wa serikali pale itakapohitajika kulingana na uhalisia wa shauri linaloshughulikiwa au jambo linaloshughulikiwa na kamati. Mwongozo unaelekeza yote haya yatafanyika kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya. Kama nilivyoeleza hapo awali, uzinduzi wa kamati hii utafuatiwa na kliniki ya sheria kuanzia leo tarehe 25 Mei, ambapo huduma za ushauri wa kisheria zitatolewa kwa wananchi bila malipo. Kliniki hizi za kisheria zinazoratibiwa na kusimamiwa na ofisi yangu, yani ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ni utekelezaji wa matakwa ya ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaelekeza jukumu la serikali la kuwajibika kwa wananchi. Lakini pia ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuelekeza viongozi wa serikali ikiwemo pia na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kushughulikia na kuzipatia ufumbuzi kero za wananchi, tena kwa kuwafikia katika maeneo husika na kuwahudumia.
Ndio maana mimi mwanasheria mkuu wa serikali niko hapa Singida leo kutekeleza maagizo yao Mheshimiwa Rais, na sisi tuna hamasa ya kulifanya hilo. Tuwasikilize hao wananchi wote kero zao ili tuweze kuwapatia haki zao. Tutasikiliza kero zao katika maeneo yote, na katika eneo ambalo kwa haraka wakati nakuja huku, maana lazima unuse unapokwenda, hii tatizo kubwa kweli linalowasumbua ni nini? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa kuna matatizo mengi katika masuala ya ardhi. Kwa hivyo tumekuja tuwasikilize, tukazitatue hizo changamoto. Haki za wananchi tunapozitatua ndivyo ukuaji wa maendeleo. Nimesoma mipango mbalimbali ya mkoa wa Singida wakati najiandaa kuja huku. Kuna mambo mengi mazuri, na mkuu wa mkoa kwa namna ninavyokufahamu, lakini na majembe haya madisi hawa ambao wote nafahamu, kuanzia Mwenda, Abson, Mheshimiwa Mashiji, Bwana Machari namfahamu vizuri, Bwana Gongwe namfahamu vizuri, na wewe namfahamu vizuri. Sasa sisi kazi yetu tuweke haki zao na mambo ya sheria yakae vizuri. Mkoa huu utapiga hatua sana kwenda mbele. Kwa hivyo huduma hizi tumelenga zaidi kwanza kusogeza huduma za sheria karibu na wananchi, ambapo kutasaidia kuongeza utengamano na utulivu katika jamii na kuchochea maendeleo kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Kama kulikuwa na mgogoro tukiutatua, basi mahusiano ya hao wawili yatakaa vizuri. Kama kulikuwa na haki inachelewa kwenye ardhi, tukiitatua, basi uwekezaji kwenye ardhi au matumizi ya hiyo ardhi yataanza kufanyika kwa haraka. Kama ni biashara, hali kadhalika. Kama kuna changamoto kwenye maeneo ya kikodi, hatuelewani hapa na pale, tukiweka sawa, basi kodi hizo zitalipwa. Kwa hiyo hilo ni lengo la kwanza, lakini kuwaongoza wananchi katika taratibu za kupata haki zao ili tuweze kuwaongoza vizuri. Wakati mwingine hawana ufahamu, na pale zinapovunjwa waweze kujua kwamba haki zao zimevunjwa, na zinapoonekana kuelekea kuvunjwa pia vile tuweze kuchukua tahadhari mapema na kudumisha utawala bora kama rais wetu anavyosisitiza, kwa kuimarisha utawala wa sheria ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wananchi, karibuni tuzungumze. Tutazungumza wiki nzima, na tutazungumza katika hali ya kirafiki kabisa. Msione hizo suti walizovaa, lakini ni marafiki wanapotoa huduma. Lakini napotoa elimu ya sheria kwa wananchi na kuongeza ushirikiano miongoni mwa wakili wa serikali, yaani sisi tusio watu kukaa tu maofisini kule, tushuke, tujishushe, tukae na wananchi wetu, tuweze kuzungumza na kutatua changamoto zao za kisheria na kuhakikisha kwamba yale matatizo yao na haki zao zinapatikana kwa haraka, ili wao wananchi wenye furaha katika nchi yao, wao wananchi wenye furaha katika mkoa wao wa Singida. Haya ni maelekezo ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ni kuepusha na kupunguza mashauri yasiyo lazima. Sio mambo yote tunaamini kwamba yanatakiwa kwenda mahakamani, lakini kwa kufanya hivyo pia tunawapunguzia gharama, kwa sababu huduma za mahakamani nazo zina gharama zake. Tunawapunguzia gharama, wanapata huduma hizi bure. Lakini na mahakama hizo pia tunazipunguzia mzigo, wana kesi nyingi. Kwa hiyo kama tunaweza kuzitatua kwa njia hii, tunapunguza mzigo pia kwa mahakama, lakini na kuwapunguzia wananchi hao umbali mrefu kwenda kutafuta haki zao. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Singida tumekuja, tutakuwepo na nyinyi hapa kwa upendo kabisa, tuzungumze na kutatua changamoto zenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla kliniki za kisheria zimelenga pia kuipa uhai ile dira ya taifa ya mwaka 2050. Ukisoma ile dira ni nzuri tu, lakini kila mmoja atekeleze wajibu wake. Sisi kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tunatekeleza wajibu wetu, na tutaendelea kwa karibu na wananchi ili tuzungumze kuona namna gani tunapunguza changamoto zinazotukabili. Dira ya taifa ya mwaka 2050 inalenga kuwa na taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea,
na linalopiga hatua katika kuelekea maendeleo yaliyo ya kweli. Matarajio ni kuwa na jamii yenye maelewano ambapo wananchi wanafurahia kuwepo kwa amani na haki, na hili litawezekana kupitia kwa program kama hizi za kisheria unapozishusha huku chini kwa wananchi na kuwafuata na kuwasikiliza, ambapo wananchi watapata fursa za kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao na serikali mapema inavyohitajika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa kamati hizo zimekwisha zinduliwa katika mikoa mitatu ambayo ni Dodoma, Kilimanjaro na Mwanza, na maandalizi kwa ajili ya uzinduzi katika mikoa mingine yataendelea, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, Singida imepata bahati ya kuwa mkoa wa 4. Katika mikoa ambayo kamati hizi zimeshaanza kufanya kazi, zimekuwa msaada mkubwa kwa wananchi na serikali, na tunatarajia kupitia kamati hizi tutawafikia wananchi katika maeneo yao hasa ya vijijini ambako huduma za kisheria zimekuwa zikipatikana kwa gharama kubwa sana, na wakati mwingine imekuwa vigumu kupata huduma za kisheria katika baadhi ya maeneo hayo, na wananchi wamejikatia tamaa tu, wameamua kuliacha tu na kumwachia Mwenyezi Mungu. Haiwezekani, wakati ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ipo, na tutahakikisha kwamba wananchi hao waliokata tamaa tunawarejeshea tegemeo lao, tunawarejeshea amani ya moyo na kuhakikisha kwamba wanapata haki zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nitoe wito kama ifuatavyo. Mawakili wa serikali ambao kwa nafasi zao ni viongozi au wajumbe wa kamati hizi tulizozindua, basi tujitoe kwa moyo katika kusikiliza malalamiko na kuyatafutia suluhu kwa weledi na umahiri mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema, nimeambatana na jopo la mawakili mahiri. Kwa hivyo tunaomba ule umahiri wetu tuonyeshe hapa Singida. Naibu mwanasheria mkuu wa serikali na management ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuona uwezekano wa kuendelea kuziwezesha kamati hizi ili ziweze kutekeleza majukumu yake. Maana lazima ziwezeshwe ziweze kufanya kazi vizuri. Kamati za ushauri wa kisheria za mikoa na wilaya zifuatilie na kutatua changamoto zote zinazoibuliwa wakati wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid. Wananchi kuzitumia kamati hizi ambazo zitakuwa karibu nao katika mikoa na wilaya zao. Wale ambao bado hawana taarifa wapewe taarifa. Tupo hapa wiki nzima, waendelee kuja kwa wingi kesho na kesho kutwa mpaka siku ya tarehe 25 ili tuweze kuwasikiliza kwa wingi. Kwa mikoa na wilaya ambazo bado hazijakamilisha uundwaji wa kamati hizo, wajitahidi kukamilisha zoezi hilo mapema. Najua mkoa wa Singida una wilaya zile 5 na bahati nzuri wakuu wa wilaya wote wapo. Na niseme tu, nafikiri mkoa wa Singida uzinduzi huu umefanya vizuri kuliko kwa sababu mkoa mwenyewe na wakuu wa wilaya wote. Kwa hiyo kwa mikoa na wilaya ambazo bado hazijakamilisha uundwaji wa kamati hizo, wajitahidi kukamilisha zoezi hilo mapema. Ofisi yangu, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, itatoa ushirikiano wa kutosha katika kufanikisha kukamilika kwa zoezi hilo, ili huduma hizi za ushauri wa kisheria kwa wananchi bila malipo ziweze kufikia kwa wananchi wa mikoa na wilaya hizo na ziwe endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho japo sio kwa umuhimu, naomba ofisi yako na ofisi za wakuu wa wilaya kuendelea kutoa ushirikiano kwa kamati hizi ili ziweze kutekeleza majukumu yake na kuisaidia ofisi yako na ofisi za wilaya katika kuendeleza utawala wa sheria nchini ili kudumisha amani na utengamano katika jamii yetu, jambo ambalo litakalowezesha wananchi kuwa na muda wa kutosha wa kufanya kazi zao za uzalishaji mali bila bugudha yoyote, na hivyo kujiongezea kipato na kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja katika mkoa wetu wa Singida na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi
Ofisi yangu iko wazi muda wote. Ukiwa na changamoto yoyote katika mkoa wako, usisite kuwasiliana nami, lakini na wakuu wa wilaya pia usisite kuwasiliana nami ili tuweze kuwapa msaada huo wa kisheria pale na kwenye maeneo ambayo tutakuwa mnaona napata changamoto. Sasa basi, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa heshima na taadhima, baada ya kusema hayo niliyoyasema, nikukaribishe wewe ili uweze kutoa hotuba yako na kuzindua kamati ya ushauri wa kisheria ya mkoa wa Singida na kamati za ushauri wa kisheria kwa wilaya za Singida, Manyoni, Ikungu, Mkalama na Iramba. Karibu sana ndugu mgeni rasmi.